Usiku wa mwali haukawii kukucha. Maneno ya Waswahili. Hatimaye FAR Rabat, Waarabu kutokea Morocco wameanza safari kuja nchini kimya kimya. Katika moja ya picha mjongeo wanaonekana baadhi ya wachezaji wamebeba hadi vifaa vya kulalia binafsi. Pengine tunaweza kujiuliza ni kwa nini wamekuwa na utaratibu wa kuja kimya kimya bila kutoa taarifa kwa timu mwenyeji? Kwa sababu mara ya mwisho Ali Shabani Kamwe alisema kuwa hafahamu wanakuja lini, kwani wanaweza kusema wanakuja leo, mwisho wa siku wakaja kesho kutwa. Lakini tayari wamekwisha kupanda ndege na wako njiani kutua Zanzibar. Mchezo utakochezwa Jumamosi tarehe 22 ya Novemba 2025 katika uwanja wa New Amani Complex. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na mjadala wa kimya kimya kuhusu uwepo wa timu kuja kimya kimya, hasa kutoka maeneo ya Afrika Kaskazini. Kikosi cha FAR Rabat kipo njiani kuwasili Tanzania kwa utulivu mkubwa kuelekea mchezo wao hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Young Africans, hali iliyozua maswali miongoni mwa baadhi ya mashabiki na wadau wa soka. Tofauti na timu nyingine zinazowasili kwa shamra au taarifa za uwazi, ujio wa FAR Rabat umetawaliwa na usiri na uangalifu mkubwa, huku ikiaminika kuwa ni sehemu ya mkakati wa kujipanga kimya kimya kabla ya mchezo mgumu dhidi ya mwenyeji. Kwa namna yoyote ile, ujio huu umetengeneza taswira mpya ya kisaikolojia, ukiongeza hamasa na mvuto wa kiushindani kuelekea pambano hilo linalotarajiwa kuvutia macho ya Afrika nzima. Sababu zinazoweza kusababisha FAR Rabat kuja kimya kimya ni moja ya mkakati wao. Moja ni mbinu za kisaikolojia. Timu inapowasili kimya kimya inakwepa kelele, shinikizo la mashabiki na mazingira yanayoweza kuatibua akili. Wanapendelea mazingira tulivu ili wachezaji wabaki kwenye game mode bila kuvurugwa, kujiepusha ama kukwepa waandishi wa habari. Timu inapowasili waziwazi, mara nyingi vyombo vya habari na wapinzani hupata nafasi ya kuona idadi ya wachezaji waliokuja, hali ya majeruhi, mabadiliko ya benchi la ufundi, mudi ya wachezaji. Kwa kuwasili kimya kimya, FAR Rabat wanazuia Yanga kupata clues za maandalizi yao. Pia mashabiki wakubwa kama wa Young Africans wanaweza kuleta pressure kupitia kelele, maneno ya kukatisha tamaa, usumbufu kwenye uwanja wa ndege, kuzuia wakati mwingine kwenda hotelini. Katika soka la Afrika, tahadhari ya usalama ni jambo kubwa. Timu huwa zinaficha ratiba zao ili kuepuka msongamano wa watu, aina yoyote ya usumbufu, watu wanaoweza kutaka kuwaona bila mpangilio. Hii ni kulinda amani ya wachezaji na kocha. Timu nyingi hupendelea kufanya mambo kwa kasi yao, mazoezi ya kujificha, yani close training, mikutano ya kimkakati, kupumzika bila pressure. Ujio wa kimya kimya huwapa nafasi ya kutengeneza mpango thabiti. Hivyo timu mgeni huingia kimya kimya kwa sababu ya mbinu za kiufundi, kiakili, kiusalama na kiusimamizi zinazolenga kuongoza nafasi ya ushindi. Na hivyo ndivyo kinagaubaga kuhusu sababu zinazowafanya wageni kama FAR Rabat kuwasili kimya kimya wanapokuja kukutana na timu mwenyeji kama Young Africans. Ni mchanganyiko wa mbinu za kiufundi, kisaikolojia na kiusalama unaolenga kuhakikisha wanajipanga kwa utulivu kabla ya mtanange mkubwa. Hapa ni Neli TV. Endelea kutufuatilia. Tutaendelea kufuatilia pia mwenendo wa maandalizi ya timu zote mbili na kukuletea uchambuzi wa kina kadri tukio linavyozidi kukaribia. Mimi ni Lizwa Sports.